Tafuteni ni nani huyo. Sasa kwa kijiji wewe fanya tu kazi ya kwanza kutafuta ni nani mwaminifu ndani ya kijiji. Wewe utajua aje? Mtu mwaminifu utamjuaje ndani ya kijiji mzima? Huku unatafuta. Nikuulize wewe ni mwaminifu? Amina. Amina baba. Sio. Si unaenda kwa kijiji kutafuta, utapata. Ni watu wangapi utapata? Karibia wote. Ukisema wewe ni mwaminifu, mimi ni mwaminifu na ni mwizi, utapata wengi hivi. Lakini sasa wewe ndio inafaa uangalie kwa ile kijiji mtu mwaminifu. Utamjuaje yule mtu mwaminifu? Mwaminifu. Sisi tunaongelea mwaminifu. Mwaminifu. Tafuta mwaminifu. Huku unatembea na watu wagani? Unatembea na watu wagani? Wanasema ukienda kwa kijiji au mji wowote ule, tafuta mwaminifu. Mtu mwaminifu ukae na yeye. Manake tafuta mwaminifu utembee na yeye. Huku unatembea na mtu mwenye hajaamini kwa nini? Atakupeleka wapi? Atakushauri nini kwanza? Ndio kwa sababu nilisema ukienda ni mwaminifu mwenyewe tutauliza, wewe ni mwaminifu? Si mwaminifu wewe unamjua? Si unajua wewe ni mwaminifu? So, ukienda tu kwa kijiji, niliambiwa papa fulani anakaanga sehemu fulani. Si ni mwaminifu? Amina. Amina. Twende. Ukae kwake sasa. Usika. Kwa nini walisema utafute tu rafiki yote ukae na yeye kule? Ni mwaminifu, kana mwaminifu. Ndio mtashauriana na yeye mambo ya njia na mtafikanga mwisho. Lakini ukikaa na mtu mwenye si mwaminifu, anaweza kukuaminisha pande ile nyingine. Anaweza kukuvuta akupeleke kule kwingine na utakuwa umepotea. Twende. 11. Na mji wowote au kijiji chochote mtakachoingia. Sasa na wewe na yule mwaminifu na wale wa mitume. Kwa mji wote au kijiji chochote mtakachoingia, tafuteni ni nani humo aliye mtu mwaminifu, mkae kwake mnapotoka. Kaa kwa mwaminifu. Kaa kwa mwaminifu. Ndio tunasemanga mrafikiane nyinyi na nyinyi kwa uaminifu kwanza. Ndio mtatafutanga ule. Usikae na mtu wa mataifa. Njia ya mataifa msiende. Situlisha soma pale. Usiende kwa njia ya mataifa. Huku unatembea na mtaifa hata kufanyia nini, hata kupeleka nini. Yule mtaifa ndio inafaa mfanye kuwa mwaminifu. Ndio mtakaa na yeye. Amina. Amina. Ni maandiko na ni neno la Mungu tuko tunalifuata na tunalihubiri. Kumbe mtu wa Mungu wewe mwenyewe ulishaamini. Ukienda kwa mji wote ule au kijiji chochote chile, tafuta mtu mwaminifu. Ni nani aliye mwaminifu kwa ile kijiji? Ukakae na yeye kule. Acha kutembea na watu ovyo. Watu hawajaamini neno. Ni waasi, achana na wao. Ni watu wa mataifa, achana na wao. Ni wa Samaria. Sisi tunapenda, hatuwezi enda kanisa nyingine. Ni hii tu yetu yenyewe tulizaliwa nayo. Msamaria, achana na yeye. Amina. Amina. So, nanyi mkiingia katika nyumba isalimuni. Sasa mkiingia katika nyumba, ni nyumba unaingia tu, hata kama ni vacancy unaingia tu. Jambo. Mkisema nasema ukiingia katika nyumba, mnasalimu tu nyumba. Jambo. Twende soma. Na nyumba ile ikistahili. Kama ile nyumba mnaona inastahili, mnaangalia kwanza mmaisha isalimu. Alafu mkiangalia inastahili, mfanye nini? Amani yenu na ifikirie. Amani yenu nayo ifikirie pale. Ifikirie pale sasa kwa ile nyumba. So, lakini kama haitafikiria, kama itastahili, amani yenu na iwarudie ninyi. Kama ile nyumba mkiangalia, nyumba inastahili kweli. Amani yako, amani yenu iwarudilie. Ndio kwa sababu mnasikianga sasa papa, achana na tutafute tu kwingine. Tutafute wengine. Amani inanirudilia. Ni lazima ikurudilie. Ni neno la Mungu liko na nguvu. Linakuja linakuambia hapana, nyumba hiyo haikustahimili. Haikustahili.
ile nyumba haistahili, ndio ulisalimu. Ulisalimu. Lakini kwa kuangalia, je, inastahili? Ile nyumba ukaona haistahili. Salama yenye ulikuwa umeenda nayo kwa ile nyumba, kumaanisha kuna salama yenye mtume anafikanga nayo kwako. Amen. Amina. Ile salama itakufuata daima milele. Lakini kama ustahili, ile amani inamrudilia mtume. Soma. Na mtu asipo wakaribisha, lakini mkienda mnatafuta sasa watu, mtu asipo kukaribisha wala kuyasikiliza maneno yenu, wale wakati mnaongea, unajua kunaendanga hivi, unajua ubatizo ni hii, unajua sadaka ni hii, hataki kusikia maneno yenu. Mtokapo katika nyumba ile, mlikuwa mshaingia kwa ile nyumba, wakati mnatoka kwa ile nyumba au mji ule au mji au inaweza kuwa ni mji, umweteni mavumbi ya miguu yenu. Kuna kumuta mavumbi ya miguu yenu. Amini nawaambia. Amini Yesu anawaambia. Amini nawaambia. Itakuwa rahisi nchi ya Sodoma na Gomora. Unasikia itakuwa rahisi. Ndio kwa sababu unasikianga tukisema, "Mwache tu. Mwenye anaasi, wewe achana na yeye. Mwenye hataki neno." Tunaoneanga huruma. Ni huruma kwa sababu ya nini? Walishasikia sauti. Walisikia sauti. Wakaasi. Itakuwa ni rahisi sana Sodoma na Gomora kustahimili adhabu ya siku ya hukumu kuliko mji ule, kuliko ile mji au yule mtu mwenye mliaminisha, mkamfariji, mkamfanyia kila kitu, akaasi, akakataa kusikia neno la Mungu. Unajua watu wanacheza tu na neno la Mungu juu ya wale wenyewe pia wanacheza na neno la Mungu, waende wachezanie huko. Lakini katika hili neno, hii kanisa iko matata. Ndio kwa sababu unaona mtu kwa kuamini ni Mungu tu peke yake, juu iko na consequences zake. Waasi. Na narudia tena, nilisema hakuna mtu mwenye anachukiza Mungu kama muasi, nyumba ya uasi. Baba alitusomea hapa. Unafanya nini unaketi katika nyumba ya uasi kwa nini? Funga virago zako, toka mchana peupe. Amina. Amina. Mungu anachukia uasi. Unaasi, uliambiwa neno la Mungu linaendanga hivi na hivi. Sadaka sio hii ni hii. Ubatizo sio ni huu. Madhabahu sio haya ni haya. Wewe ukapuuza. Hiyo ni utoto wanafanya. Lakini Mungu anasema, Yesu anasema, hakika itakuwa ni rahisi sana Sodoma na Gomora, na vile walitendanga uovu mpaka Mungu akaiteketezanga kwa moto hivi. So uniambie wewe, juu ya kuasi unaweza linganisha na uovu wa Sodoma? Kumbe uasi ni kitu kubwa sana sana, tena zaidi. Ati Sodoma na Gomora itakuwa rahisi sana kustahimili ile hukumu ndani ya mateso ya hukumu kuliko wewe, nyumba yenyewe imekataa kusikia neno la Mungu, nyumba yenyewe imekataa kusikia mashauri, mtu mwenyewe amekataa kuamini, lakini sauti ilimfikia. Kwa nini hawajasema mtu mwingine? So, karibu sana. Angalieni. Mimi nawatuma katika kondoo. Sasa usikie. Ndio kwa sababu nikasema kuna vita inaweza kuwa inatokea, lakini wewe usijue kwenye inatokea, lakini jitayarishe. Ndio hiyo moja yake. Angalieni, mimi nawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Mimi nawatuma kama kondoo ndani ya mbwa mwitu. Basi weni na busara kama nyoka. Ndio kwa sababu nikasema bakuwa angalisho sana, kuwa macho sana, makini sana. Kuweni na nini? Basi, weni na busara kama nyoka. Unasikia nyoka venye anakuanga na busara? Mimi mnachukianga nyoka. Na nyoka ndio kuna busara kuliko wanyama wote wenye Mungu alifanyanga. Mimi mnasemanga ndio sungura. Sungura ni kwenye. So mnasemanga sungura ndio mjanja, hapo na akili mingi, kwa busara. Na? Nyoka
Nyoka ndio ako na akili. Nyoka mnaweza lala na yeye kwa nyumba miaka pasipo wewe kujuanga mko na nyoka ndani ya nyumba. Miaka ni mwenye akili na maarifa mingi sana. Na anatoka anaingia, anatoka na wewe mko tu. Mnaishi kuna nyoka. Lakini anaishi na yeye kwa yeye anajua wewe uko, lakini wewe haujui kama nyoka ako. Kuweni Iweni na busara kama nyoka. Muwe na busara. Nyoka ni mtu mwenye ako na busara sana. Huwezi jua nyoka ako ndani ya chini ya kitanda. Hata siku moja unaweza mguzaguzi ukitafuta kitu na shamba hii ni nini na unaacha tu. Na ni nyoka hata kufanya kitu jua ako na busara. Anajua hapo ni kwa wenyewe lazima nifanye nini? Ninyenyekee. Usicheze na nyoka. Usiishi na nyoka. Nyoka ni mbaya. Kama alikujanga akaambia mwanamke, Mungu amesema msiale. Yeye anajua venye Mungu alisema. Lakini unaona venye njia alitumia. Mungu anasema msiale matunda yote ya bustani mwa Edeni. Lakini anajua ni tunda la katika, lakini anasema walisema msiale matunda. Soma twende. Sasa Mungu anakutuma wewe katika kama kondoo ndani ya mbwa mwitu. Kuweni na busara kama nyoka na kuwa watu wapole kama hua. Kuweni na busara kama nyoka na kuwa wapole kama hua. Na kuwa wapole kama hua. Njiwa yani. Njiwa ananga maneno. Njiwa hata ukimurusha na mawe hata kuangalia vibaya. Yeye anaburuka tu zake, anafanya nini? Anaenda zake. Ni mpole. Ushaiona njiwa anachokoza mtu? Ni mpole. Njiwa ni mpole. Kama unaenda kuhubiria watu, enda na upole, usiende na kelele. Wakutukane, nyamaza tu. Wakudharau, nyamaza tu. Lakini kumbuka, uko ndani ya mbwa mwitu. Wamepanua midomo, wanaweza kukumeza ama kukuuma. Soma. Jihadharini na wanadamu. Sasa mjihadhari na wanadamu. Kwa maana watawapeleka mabarazani. Kwa sababu wanadamu, ogopa sana mtu mwenye anaitwa mwanadamu. Hawasemi mtu, jihadharini na watu. Wanasema jihadharini sana na wanadamu. Kuko tofauti ya wanadamu na watu. Lakini kwa akili ya kawaida inaonekana sawa. Kuko tofauti kati ya watu na wanadamu. So, jihadharini sana na wanadamu. Soma. Kwa maana watawapeleka mabarazani. Wataanza kuwapeleka mabarazani. Unajua papa alisemanga hivi. Unajua papa alifanyanga hivi. Unajua kuliendanga hivi. Unajua anakuanga hivi. Ndio wewe wanakusema. Wamekupeleka katika mabaraza. Na katika masinagogi yao watawapiga. Na katika masinagogi kwa makanisa. Huyo papa ndiye aliendanga wapi? Acha tumfuatilie tuone kwa nini aliendanga. Yule mama aliendanga wapi? Wanakufuatilia kwa masinagogi yao. Watakupiga. Kwa sababu ulisema unasikianga kama mtu ashaamini, kitu ya kwanza mzuie asirudi kwa masinagogi yao. Jua atampigia kule. Soma. Nanyi mtachukuliwa mbele ya maliwali na wafalme kwa ajili yangu. Watachukuliwa mbele ya maliwali na wafalme kwa ajili tu ya Yesu Kristo, kwa ushuhuda kwao na kwa mataifa. Ndio. Lakini hapo watakapowapeleka. Sasa usikie venye tuko tunaendelea. Wakati watakapowapeleka mbele ya wakuu wao, mbele ya serikali,